Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya ukombozi na ukuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninaenda kuwa na prayer point 3 ambazo tutaomba wakati huu. Tutaomba pamoja, na prayer point hizi zitatoka katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Tutaanza kusoma ule mstari wa 12, tutaenda na tutaugusa ule mstari wa 18, na tutakuwa tumepata prayer point zetu 3. Prayer point ya kwanza tutasoma katika kile kitabu cha Mwanzo 26:12. Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, kwamba Mungu alimbariki Isaka akampa kipimo 100 kwa kimoja. Maana yake ni kwamba vipimo vya Isaka katika kubarikiwa kwake, kila akipanda mbegu moja ilikuwa inatoa 100. Akipanda gunia moja inatoa gunia 100. Ndio maana kipimo kimoja kinatoa 100. Kwa vipimo 100 kwa moja. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu kwa habari ya vipimo katika ulimwengu wa roho. Kile unachokipanda lazima uvune maradufu katika vipimo vyake. Na Biblia inaeleza kwa habari ya kuomba, kila jambo lazima kuombea. Wewe ambaye unafanya biashara, wewe ambaye unafanya kazi, wewe ambaye upo tu lakini unajishughulisha na mambo mbalimbali, chochote unachokifanya lazima vipimo vyake viende kwa 1 kwa 100. Yaani ukipanda 1 uvune 100. Lakini kwa ajili ya kutokuombea vipimo, unakuta kuna watu wengine akipanda 1 anavuna 0. Maana yake nini? Hata kilichopandwa kinaliwa. Kwa tutaenda kuomba kwa habari ya vipimo. Utamwona Bwana akimbariki mtu mmoja kama alivyombariki Isaka katika uwiano wa vipimo 100 kwa kimoja. Uwiano wa vipimo 100 kwa kimoja. Lakini tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya ule mstari wa 13, na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Tunaona Mungu alimstawisha Isaka akawa mkuu sana. Tunaenda kuomba nguvu ya kustawi. Kumbe anayestawisha ni Mungu mwenyewe. Kwa tunapoenda kuomba kwa Bwana usiku huu, tunaenda kumwambia Mungu utupe nguvu ya kustawi katika kila jambo ambalo tunalifanya. Mungu tupe nguvu ya kustawi. Lakini pia tunaona ule mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina kufuata na majina yalivyoviita babaye. Kwa tunaona Isaka alienda akachimbua vile visima. Nguvu ya kuchimbua visima ni lugha ya rohoni. Na tunaona baada hapo maji akaanza kububujika. Visima vilivyochimbwa vikafukiwa. Adui anafukiaga visima, anafukiaga baraka. Mahali baraka zinamiminika, kazi ya adui ni kuja kuzifukia zile baraka. Lakini ikiwa Bwana amekuona, huwa anaachilia mafuta ya kwenda kuvifukua vile visima ambavyo adui amevifungia, amevifukia. Kuna nguvu ya kwenda kuvifufua visima hivyo tena. Nilishawahi fanya nyakati fulani hivi kwenye maombi yangu binafsi miaka ya nyuma, nikamwambia Bwana, fukua visima vyangu, nipe neema ya kufukua ama ya kuvizibua visima vyangu ambavyo adui amevifukia. Na ghafla kulikuwa kuna uchumi wangu ulikuwa umeyumba kidogo. La ghafla Bwana akanyanyua mazingira, akanyanyua watu. Sijajua nini kilitokea, lakini ghafla kulikuwa kuna hali ya kuwa na utele usio kawaida.
Na Bwana akawa anasema nami nyakati hizo, japo sikio langu halikuwa jepesi sana kusikia, lakini nilibahatika kugusa maneno machache Mungu aliyosema nayo. Haikuwa kama hivi leo, lakini alisema nami ni kwa ajili ya maombi haya ya kufukua vile visima vilivyofukiwa na adui. Vipo visima ambavyo vilikuwa vikitoa maji kwako. Vipo visima ambazo ni baraka ambazo zilitakiwa zikufikie. Yamkini kuna mambo ambayo yalitakiwa yawe yanatokea kwako, lakini adui amefukia vile visima. Tutaenda kuomba prayer point ya 3, nguvu ya kufukua vile visima, na kwa pamoja tutaenda kuomba kuvifukua vile visima na utamuona Bwana. Nataka twende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, asante kwa maana umetupa prayer point 3. Mungu liye hai, asante kwa maana vile vipimo ambavyo vimekuwa vikipandwa katika maisha yetu na kazi ya mikono yetu, vile vipimo ambavyo vimekuwa vikipandwa katika shughuli zetu za kila siku, adui amekuwa akiiba uwiano, adui amekuwa akituibia uwiano. Mungu liye hai, tunaenda kuita uwiano kama vile ambavyo limbariki Isaka, ukampa vipimo 100 kwa kimoja. Mungu liye hai, katika jina la Yesu, ukatupe viwiano wa vipimo 100 kwa kimoja katika kila jambo tunalolienenda. Bwana, baraka zitakazotufuata Mungu liye hai zikadai vipimo 100 kwa kimoja. Mungu liye hai, milango iliyofunguka Roho Bwana ikafunguke kwa kipimo cha 100 kwa kimoja. Roho Mtakatifu, asante kwa maana mahali ambapo adui alikuwa hajakemewa, vipimo vyetu pia viliibiwa. Lakini Mungu liye hai, usiku wa leo umetupa neema ya kukemea adui asiguse vipimo vyetu, adui asiguse baraka zetu, adui asiguse uwiano wa baraka tunazozipokea sawa sawa na vile ambavyo tumepanda. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana adui hataenda kugusa tena biashara mtoto wako huyu, adui hatagusa tena kazi ya mikono ya mtoto wako huyu. Mtoto wako hataingia hasara, mtoto wako hatafanya kazi pasipokuwa na faida. Mtoto wako atajazwa kwa utele na unono wa ngano na shairi. Mtoto wako atajaa kwa divai mpya, mashinikizo ya divai mpya. Mungu liye hai, kwa maana vipimo vyake vitalindwa na wewe Roho Bwana, vipimo vyake vitalindwa na wewe Bwana. Kila mazingira atakayokanyaga mtoto wako huyu, Mungu liye hai, mazingira akatoe vipimo 100 kwa moja. Mahali popote atakapokanyaga miguu yake, vipimo vya baraka vijue mtoto wako vikatoe 100 kwa kipimo kimoja. Roho Mtakatifu, mahali popote mtoto wako anaenda kufanya biashara, Roho Bwana, vipimo vya mafanikio yake ikawe ni 100 kwa kimoja. Roho Mtakatifu, mahali mtoto wako ameajiliwa, mahali ambapo anafanya biashara au ameajiliwa, Mungu liye hai, ninaomba vipimo vyake vya kubarikiwa vikawe ni 100 kwa moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, Baba, ninakushukuru kwa maana wewe Roho Bwana unaenda kumbariki mtoto wako huyu, unaenda kumuongezea vipimo vya kupokea katika jina la Yesu. Kama vile ulivyombariki Isaka, unaenda kumbariki mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, Baba, umesema ulimstawisha Isaka akastawi sana, akawa mtu mkuu sana. Mungu liye hai, ninaita nguvu ya kustawi katika jina la Yesu. Ukamstawishe mtoto wako huyo katika kila kazi anayoifanya, katika jambo analolifanya, umpe kustawi katika jina la Yesu. Mpe kustawi katika afya yake, mpe kustawi katika kazi ya mikono yake, mpe kustawi katika biashara zake, mpe kustawi katika familia yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natangaza kustawi kwako, ukastawi na ukawe mkubwa sana. Bwana akakupe kustawi katika jina la Yesu. Bwana akakuongeze, Bwana akakuimarishe katika jina la Yesu. Mahali ulipofeli wiki iliyopita, mahali uliposhindwa wiki iliyopita, wiki unaenda kustawi, wiki unaenda kuongezeka, wiki unaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, roho ya ukubwa ikakufuate.
roho ya kuwa mkubwa, ya kumiliki, roho ya kuwa mkuu na kutawala ikakufuate katika jina la Yesu. Ukastawi sana, ukatawale katika jina la Yesu. Mahali popote utakapoenda ukaonekane, ukatambulishwa na Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Mahali popote unapoenda ukafanyike kuwa mkuu sana, kama vile Isaka alivyoweza kufanyika kuwa mkuu sana, akawa mtu mkubwa, akastawishwa sana. Kwa jina la Yesu iwe zamu yako kustawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba kwa ajili ya nguvu ya kufukua visima vilivyofukiwa na adui. Mtoto wako yamkini kuna mahali anapitia, kuna machozi anayapitia, yamkini alishawahi kuona mema ya nchi, yamkini alishawahi kuziona baraka. Mungu liye hai kwa mtoto wako ambaye ameona baraka, lakini leo baraka hazipo. Fukua visima ambavyo adui amevifukia kwa Roho yako Mtakatifu, na kwa jina la Yesu vile visima vinafukuliwa. Zile baraka za kumiminika, za kujazilizwa, za kusukwasukwa hadi kumwagika zinaenda kudhihirika kwako, kwa maana vile visima vinavyobubujika maji ya baraka vitamiminika na kububujika kwako katika jina la Yesu. Naenda kinyume na nguvu za giza zinazofukia vile visima vya baraka yako, vinavyofukia vile visima vya kuinuliwa kwako. Ninabatilisha katika jina la Yesu, ninaharibu katika jina la Yesu kila kaza nguvu za giza zinazofukia visima vyako vya kubarikiwa kwako. Ninaharibu mipango hiyo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Roho Mtakatifu, asante kwa maana mtoto wako visima vyake vinafukuliwa tena. Unaenda kuona baraka za upya kwenye maisha yako, unaenda kuona neema ya upya kwenye maisha yako, kwa maana vile visima vinafukuliwa katika jina la Yesu. Ukatembee kwenye upendeleo, kwa maana vile visima vya baraka zako vinafukuliwa katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya prayer point hizi 3, kwa maana kwa hakika yake mtoto wako anaenda kuzirithi prayer point hizi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Ninalibariki na kulinua jina lako Yahweh. Sifa, heshima na utukufu ni vyako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Maombi haya yataenda kugeuza maisha yako na kukupa neema. Maombi haya yataenda kukubariki katika njia zako zote. Maombi haya, kuna jambo limetokea kwenye maisha yako, kuna jambo limetokea. Nisikie vizuri, mahali ambapo visima vyako vilifukiwa, unawadai watu na hawakulipi fedha. Mahali ambapo visima vyako vimefukiwa, una mambo unataka kuyafanya hayaendi. Mahali visima vyako vimefukiwa kwamba kuna taraja fulani lakini halisogei, Bwana amevifukua hivyo visima kwa mafuta yake. Bwana ameyafufua maisha yako kwa ushindi kwa mafuta yake. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Endelea kumshangilia Bwana katika hizo prayer point 3. Utaendelea kuzisoma na kuendelea kuomba, lakini kuna jambo kubwa limekwisha kutokea ndani ya maisha yako. Mungu wangu akubariki. Basi unaweza ukashika sadaka yako kuikamilisha ibada hii ya prayer point 3. Unaiachilia ile sadaka yako na utakuja inbox, utaniambia hii ni sadaka yangu ya prayer point 3, nami nitatamka tena neno la kubarikiwa kwako, neno la ushindi wako unapoiachilia hiyo sadaka. Basi utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.